sahihi ya mbolea. Kwa majina naitwa Revocatus Rwegoshora, ni msimamizi ofisi ya Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania upande wa Dodoma. Tuko kwenye viwanja hivi mjini Dodoma kwa ajili ya kutoa elimu kuhusu matumizi sahihi ya mbolea. Lakini sababu na hilo tunatoa huduma hapa bandani. Moja wapo ilikuwa ni kusajili na kuhuisha taarifa za mkulima ili aweze kupata fursa au kupata mbolea ambazo kwenye mpango wa ruzuku. Lakini bandani hapa pia tunatoa huduma zingine zikiwemo kusajili wafanyabiashara kwenye mnyororo mzima, kwa maana anafanya biashara dukani au anataka kuagiza mbolea kutoka nje ya nchi au kuuza mbolea nje ya nchi au anataka kusajili mbolea mpya. Yote hivi tunaifanya hapa na kutoa maelekezo mbalimbali. Basi tuko hapa pia kujibu maswali mbalimbali ya wakulima ambayo yamekuwa kitokea, kwa sababu pengine akiwa huko kwake shambani anakutana na vitu vingi au anakutana na elimu mbalimbali ambazo pengine zinakuwa zinamchanganya. Basi akifika hapa tunatoa elimu mahususi kuhusu jinsi ya kuenenda ili apate matokeo ambayo nchi inakusudia kwa ajili ya kipato chake mwenyewe, lakini pia kwa manufaa ya taifa zima kwa ujumla. Moja ya swali ambazo tumeulizwa hapa kupitia banda hili ni kuhusu tofauti ya mbolea za kiwandani pamoja na mbolea za asili. Kweli ni kwamba mamlaka inaratibu na kudhibiti mbolea zote za aina zote mbili hizo. Tofauti tu ni moja, kwamba mbolea ya asili ni mbolea ambayo kimsingi inatokana na wanyama au mimea ambayo kimsingi inafanya kazi ile kama mbolea viwandani, isipokuwa tu ni kwamba jinsi ambavyo inafanya kazi yake kidogo inaenda kwa taratibu kuliko hii ya kiwandani. Lakini pili, mbolea asili ni kwamba viwango vyake havijulikani kwa sababu vinatofautiana kulingana na yule mnyama alikula nini au mmea ulipata kitu gani chini, kwa maana ardhi, basi ndicho nitakachopata baadaye. Lakini mbolea kiwandani sasa yenyewe tunapima viwango ambavyo kabisa vinajulikana. Kwa mfano, tunaona hapa ndani labda kuna kiwango fulani cha asilimia, labda nitrogen asilimia kiasi gani au phosphorus asilimia kiasi gani au potassium kiasi fulani. Kwa hiki ni kiwango ambacho kinajulikana moja kwa moja, hakina kwamba kuna tofauti amekula nini mnyama, mmea na kitu gani, basi hiyo tutatoa hiyo tofauti. Lakini pia utendaji kazi wake wa hizi mbolea za kiwandani ni haraka zaidi au inafanya kazi kwa wepesi au kwa haraka kuliko mbolea ya asili. Tunafanya kazi ya kudhibiti ubora kwenye mnyororo mzima wa thamani, kwa maana kwamba tunaanzia kwa yule mtu ambaye anazalisha ndani ya nchi hiyo mbolea au anaingiza mbolea kuingia nchini. Wote hao tunafanya kazi kuanzia kule. Lakini tunakwenda kwenye magodown pale ambapo tunahifadhi mbolea. Lakini tunakwenda kwa mtu ambaye anauza kwenye duka moja kwa moja kwa mkulima. Tunafanya ukaguzi kwenye maeneo hayo yote kisha mbolea inakuwa ni nzuri. Na kwenye ukaguzi wetu mle ndani huwa tunachukua sampuli kujiridhisha na ule bora ambao upo, kama ndio ule ambao tulikubaliana mwanzoni wakati tunasajili mbolea au wakati tunaingiza hiyo mbolea ndani ya nchi. Kwa hiyo tunasema kwamba wale asilimia zaidi ya 90 ubora unazingatiwa kwenye nchi yetu hii, kwa sababu tuna kwenye mpaka yetu tuna wakaguzi wetu, kwenye halmashauri tuna wakaguzi wetu, na kwenye bandari pia tuna wakaguzi wetu. Lakini bado tuna kanda 5 ambazo tuna maafisa udhibiti ubora ambao wanahakikisha kwamba ubora wa hizi mbolea unakuwa unazingatiwa. Kwa mujibu wa sheria yetu ya mbolea, tunazo njia mbalimbali, lakini moja hapo huwa tunachukua hatua za sheria, ikiwemo kumkamata huyo mtu na kupeleka kwenye vyombo vya kimahakama ili kesi iendelee kama kawaida. Lakini wengine inategemea na aina. Kwa mfano, wengine tunaweza kunyang'anya leseni, kwamba kama nikupa leseni ya kuuza hii biashara ya mbolea na umekwenda ndivyo sivyo, basi tunayo uwezo wa kunyang'anya leseni tena, kwamba sasa biashara hiyo uiache, labda utafute biashara zingine. Ili utumie mbolea yoyote, tunatamani kwanza ujue afya ya udongo. Afya ya udongo inatuambia ni udongo ule una kiasi gani cha rutuba au lishe na kiasi gani kinapungua kwenye huo udongo. Ili sasa uweke aina na kiwango cha mbolea kulingana na udongo unahitaji nini, lakini pia na zao lipi linahitajika kwa wakati ule. Kilimo ni mbolea, ongeza mavuno kwa matumizi sahihi ya mbolea.